Naam. Lidhalika ha ana ursilu ilaykum anbiya wa hukama wa muallimina fab'adhahum taqtuluna wa taslubuna wa ba'dahum tajriduna fi majami'ikum wa tutaridunahum min madinatin ila al-ukhra. Baba, katika jina la Yesu Kristo, rehema zako na wema wako ni kubwa sana juu yangu. Nalihimidi jina lako asubuhi ya leo na wakati wowote ule. Popote ambapo nakosea nisamehe. Asante kwa kunijalia kuweza tena kutoa mkanda huu wa kuzungumzia mada nzima kuhusu Paulo. Wapinzani wanasema Paulo si mtume. Basi wakisema si kwamba Paulo si mtume, wacha tuviulize vitabu kama Paulo si mtume. Na kabla ya hapo, Mungu aliye hai, naomba nijalie nitoe madai yao vile wanavyotoa na kuthibitisha kwa tafsiri za kwao kwamba Paulo si mtume. Mtazamaji pamoja na mimi, msikilizaji pamoja na mimi, sote tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Jina lako litukuzwe siku zote. Ni katika Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji, karibu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naona furaha sana kwamba Mungu aliye hai bila kubahatisha amenijalia tuwe ni wenye kukutana katika asubuhi hii tuweze kuongea. Hapa nikirekodi ni asubuhi. Hapo ukitizama sijui ni saa ngapi. Sasa mimi nasema ni asubuhi. Wengine wanaogopa mpaka kutangaza, yani wengine wagopa mpaka kuzungumzia yale masaa ambayo na record. Nataka ujue sasa hivi na record mada ya Paulo asubuhi ili nipate muda mzuri kwa jina la Yesu Kristo kuelezea mada hii. Kwa hivyo hapo ulipo sijui ni usiku ni jioni basi, lakini la msingi Mungu akubariki. Hii ni mada ya 7 katika zile mada za apologetics. Mada hii ya 7 nataka nikukumbushe kwamba tulianzia na uungu wa Yesu. Tukaenda katika kitabu. Yani Biblia si kitabu cha Mungu wanavyosema, tukajibu. Tukaingia kwenye msalaba, tukaingia kwenye dini. Tukaingia katika mwana, tukaingia katika katumwa, tukaingia sasa tunaingia katika Paulo. Mada 7 hizi kwa mpigo. Ninaamini kwamba kama umefuatilia hii mikanda na mikanda mingine yote, Mungu aliye hai akujalie uwe mwalimu mzuri. Uwe mwalimu ambaye anaweza akafanya kazi yake bila maringo, bila kiburi, bila majivuno. Sipendi kupoteza muda, kwa muda mzuri. Sasa naomba unifuatilie. Nafuatilie zile aya ambazo wanazitumia kama kawaida yao za kudai kwamba Paulo si mtume, na kama kuna kejeli wanaitumia marafiki zetu wa Kiislamu kibinadamu, ni mada hii ya Paulo. Hakika wanamkejeli mno, na utasikia na hata baadhi ya usemi wanaotumia mimi kama Mkristo dhamira yangu hainiruhusu hata kuutumia. Lakini sasa wewe nifuatilie, kisha niambie, hao wakikutana na mtu ambaye hajui Biblia vizuri, patakuwa na usalama ama mambo yataendelea kuwa ni mazuri tu? Naomba nifuatilie kama ilivyo kawaida, sina haraka. Naanza na hoja zao. Wanaanza na kitabu cha Matendo ya Mitume, wakisema kulingana na kitabu hiki Paulo hawezi kuwa mtume kwa sababu zifuatazo. Yani pale panapotaja kupatikana utume kwa Paulo, yani kutokezewa na Yesu, wanasema hapo pana mushkil. Maana nini? Sikiliza. Matendo 9 aya yake ya 4 mpaka 7. Akaanguka chini akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, u nani wewe Bwana?
naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeudhi wewe, unayeniudhi wewe. Lakini simama uingie mjini, nawe utawaambia ya kupasayo kutenda. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Sikiliza hiyo aya 7 vizuri, mtazamaji. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Haya, wakitoka hapo wanakimbia kukulinganishia ili waukatae utume wa Paulo. Wanakwenda sehemu gani? Wanakwenda katika Matendo ya Mitume hiyo aya yake, yaani Matendo ya Mitume sura ya 22 aya yake ni ya 6 mpaka ya 9. Matendo ya Mitume 22:6-9 panasema hivi: ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski, wakati wa dhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni ikanimlikia pande zote. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikinambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Nikajibu, wewe u nani Bwana? Akanambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe waniudhi. Na wewe, samahani, aya 9, na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Bado nitakusoma zile aya kwanza. Aya 9 nairudia. Na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Niongezee kwanza. Matendo ya Mitume hiyo sura ya 26 aya yake ya 14 mpaka 15 pana maneno yanamwagika namna hii: tukaanguka chini sote, nikasikia sauti ikisema nami kwa lugha ya Kiebrania, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Ni vigumu kwako kuupiga mateke mchokoo. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Bwana akanambia, mimi ni Yesu ambaye wewe waniudhi. Aya zikisoma hivyo, sasa hapa anaanza kudondoa Muislamu. Anasema hapa tunaambiwa kuwa wale aliokuwa nao waliona ile nuru, lakini hawakusikia sauti. Aya ile nyingine nasema wale waliokuwa na Sauli waliona ile nuru, lakini hawakusikia nini? Sauti. Pale tuliambiwa kuwa wale aliokuwa nao waliisikia ile sauti. Mara aya inasema nyingine alianguka peke yake. Mara aya nyingine nasema walianguka wote. Hizi aya Muislamu anapozisoma kama ulivyozisikia, aya nyingi nasema waliokuwa na Paulo walianguka wote. Aya nyingine nasema wale aliokuwa nao walisimama, yeye ndo kaanguka. Pale juu panasema Paulo huyu kasikia sauti. Pale wanasema wote, lakini hawakuona yule aliyekuwa yuwasema naye. Sio kama unanielewa? Sasa wanasema kulingana na muundo wa ushahidi huu ambao eti tunautumia kuthibitisha utume wa Paulo mwanzo, vipengele hivi vinajichanganya. Huenda msomaji akakosa kunielewa. Nitabidi nirudie aya 7 ile sura ya 9 ndio elewe inamaanisha nini, ndio mwelewe Muislamu kwamba kwa nini waukataa utume wa Paulo, na ndipo jue pana majukumu mie na wewe kuyafanya.
9:7 Matendo ya Mitume. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakiisikia sauti, wasione mtu. Aya 22, tusome aya ya 9. Na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Amenielewa? Amenipata? Pale katika 27, yani pale 7, wakiisikia sauti wasione mtu. Hapa 22:9, na wale waliokuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti. Pale tena kuna kwamba kaanguka peke yake, pengine hakuanguka peke yake. Sema tukaanguka chini sote. 26:14 inasema tukaanguka chini sote. 22:7 inasema nikaanguka chini. Upo? Umenielewa kwa nini wanamkata Paulo? Sasa pakisoma hivi, hapana mtu wa kuparekebisha, si kuparekebisha kimawazo ama kithiolojia. Hapa haparekebishwa kithiolojia, hapa panarekebishwa kiaya. Aya hii ikajibu aya hii, ndipo kunaitwa kuumiza kichwa. Kazi ya Mungu lazima uumize kichwa kwa kufanya research. Umenielewa? Akitoka hapo Muislamu anakimbilia kitabu cha Warumi sura ya 3 aya 7. Anasema lakini ikiwa kweli ya Mungu imezidi kuthibitisha utukufu wake kwa sababu ya uongo wangu, mbona mimi ningali nahukumiwa kuwa ni mwenye dhambi? Pale washakwambia ushahidi wa kuonyesha kwamba Paulo kapata utume haukubaliani. Kisa kina mgongano, kisa kina shida. Kwa hivyo hawawezi kubali Paulo ni mtume kwa sababu pana mchafuko. Sasa hapa napo wanakwambia huyo Paulo mwenyewe katika Warumi 3:7 anasema yeye ni mwongo. Yeye ni kwa sababu ya uongo wake. Sasa kama ni mwongo atakuwaje mtume? Hawajamaliza. Wanakimbia katika Matendo hiyo 26 aya yake ya 9. Sikiliza wanapoisoma hii aya. Matendo ya Mitume 26 aya yake ya 9. Kweli mimi mwenyewe naliona ndani ya nafsi yangu kwamba yanipasa kutenda mambo mengi yaliyopingamana na jina lake Yesu Mnazareti. Wanakwambia Paulo mwenyewe yathibitisha kwamba yeye lazima apinga kwa tafsiri ya kwao, na hivi ndivyo anavyosoma kwamba Paulo anathibitisha lazima apingane na mafundisho ya Yesu Mnazareti. Ina maana lazima ayachafue. Ina maana kwamba lazima ayaboronge. Paulo huyo. Naendelea bado hatujamaliza. Wanasema kweli Paulo, yani wanathibitisha kwamba kweli pale kasema katika Matendo ya Mitume 26:9 kwamba lazima apingane na mafundisho ya Yesu kwa tafsiri ya kwao. Na narudia nikamate vizuri, hivi ndivyo wanavyosoma. Sasa wanasema kweli Paulo anayapinga mafundisho ya Yesu na mengine. Sasa wanaanza kukudondolea. Pale washakwambia kwamba Paulo si mtume kwa sababu ya A, B, C, D. Ushahidi ule. Ngono. Sasa wanaanza kukuthibitishia kwamba Paulo yuapinga mafundisho ya Yesu na mafundisho mengineyo. Yepi? Wanaanza na Wagalatia 2:7. Wagalatia 2:7. Bali kinyume cha hayo, walipoona ya kuwa nimekabidhiwa injili ya wasiotahiriwa kama vile Petero ya waliotahiriwa. Hapa wanakwambia Paulo anaanza kuhubiri injili ya watu wasiotahiriwa.
Anasema injili yake ni ya watu wasiotahiriwa. Hebu nikisome kipengele hiki. Ati injili yake ni kwa wale watu ambao hawatahiri. Kweli jamaa jambazi sana wanasema. Yesu mwenyewe alitahiri, na zaidi huyo Paulo mwenyewe pia alitahiri. Sasa hii injili yake ya watu wasiotahiriwa kaitoa wapi? Ukweli mwenyewe kaanzisha ya kwake, kisha akaja akasema ati ametumwa na Yesu. Yesu mwenyewe ni mtume wa Mungu. Angemtuma vipi? Mungu ndiye hutuma. Kwamba Paulo anaposema katumwa na Yesu na ile injili kaanzisha yeye, vipi yeye Paulo anasema alitumwa na Yesu, na Yesu ni mtume na si Mungu? Unakumbuka katika mada yao hiyo, mada tushamalizana nayo. Eti Yesu Mungu ndio hutuma. Sasa bado wanakubagia wa Galatia 2:20 ili kuthibitisha vile wanavyomkataa Paulo. Ndugu yangu unayenitazama, mambo hayo si ya mzaha. Mambo hayo si ya kufanyia kejeli. Mambo hayo si ya kutizama ukisinzia ama ukilala. Hayo ndo mambo yanayomaliza Ukristo. Yaani mimi na asilimia kubwa kwa nayosema, maana mimi simekuwa katika huko, nimezaliwa katika Uislamu, nielewa Uislamu nini. Hivi vitu mnavyoona vingine ni changizo, lakini haswa the main point ambayo inamaliza Ukristo ni kuivuruga, kuiboronga Biblia. Wagalatia 2:20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili nao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nini maana yake ya kutoa hii aya? Wanakwambia huu ni uongo mkubwa tena wawazi. Eti Paulo kasulubiwa na Yesu, na wanasema kwa kejeli kwamba tunavyodai kama ulivyoona huko nyuma, na tukawajibu kwa jina la Yesu kwamba Yesu tunavyosema kwa madai yetu kwamba kama Paulo Yesu kasulubiwa, hakusulubiwa na Paulo, alisulubiwa na majambazi wawili. Na kama tunasema hivyo, ina maana kwamba Paulo ni miongoni mwa wale majambazi ambao walisulubiwa na Yesu. Maana anasema alisulubiwa na Yesu, nimesulubiwa pamoja na Kristo. Hapa anasema Paulo ni mwongo. Kama tunaamini Yesu alisulubiwa, kasulubiwa na majambazi wangapi? Ama Paulo pia alikuwa ni jambazi? Wanasema huenda tutakuja kuona alikuwa jambazi. Kwa hivyo wanasema ni uongo, hakusulubiwa na Yesu. Kwanza Yesu hakusulubiwa, lakini tushawajibu kwamba alisulubiwa. Lakini anasema kama alisulubiwa, vipi Paulo anasema kasulubiwa na yeye? Ina maana yeye alikuwa ni jambazi. Anapinga Taurati ya Nabii Musa. Anasema Paulo anapinga Taurati ya Nabii Musa. Wapi? Wakorintho wa kwanza 7:19-21. Wakorintho wa kwanza 7:19-21. Kutahiriwa si kitu, na kutokutahiriwa si kitu, bali kuzihifadhi amri za Mungu. Kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Je, uliitwa mtumwa? Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na huru, afadhali kuutumia. Samahani. Lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, afadhali kuutumia. Anakuambia kweli Paulo hafai kabisa kuitwa mtume. Hilo analopinga ni agano la Mungu alilofanya pamoja na Ibrahim, baba wa imani. Kila mwanaume lazima atahiriwe. Yeye anasema kutahiriwa hakufai kitu. Zaidi ati mtu akae kama alivyoitwa, hatari sana. Wanasema Mungu alimwambia Ibrahim hivi. Maana yake nini? Paulo si mtume, anapingana Yesu, yupinga mafundisho ya Torati ya Mungu. Ibrahim kaambiwa nini? Na hapa Paulo kasema kutahiriwa hakufai kitu, wala kutokutahiriwa, bali kuzishika tu amri za Mungu. Yaani mstahiriwe. Kila mtu aketi hivyo hivyo tu na mambo yake.
Unipata vizuri ndugu yangu? Wanakuambia Paulo anapinga aya gani? Kama vile alivyosema katika Matendo ya Mitume 26:9. Anapinga kitabu cha Mwanzo. Wanasema Mwanzo 17 aya yake ya 9 mpaka 14, tunasoma hivi. Mungu akamwambia Ibrahimu, nawe ulishike agano langu wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hili litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanaume katika vizazi vyenu, mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima, sikiza, atatahiriwa na agano samani. Lazima atahiriwe na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele. Na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake. Wanakwambia, naona hili ni agano la Mungu. Paulo analivunja. Mungu anasema asiyetahiriwa atengwe. Paulo anasema ketini hivyo hivyo. Vipi anakuwa Paulo mtume kama sio uongo? Sasa ina maana hata akipinga tunakubali tu sisi wa Kristo. Katuroga nani? Yesu anasema nini kuhusu Torati? 5:17 Mathayo 5:17 Mathayo. Msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Sasa Paulo anakuja kutangua, Yesu anakuja kutimiliza. Kwa hivyo Paulo anapinga Yesu, anapinga Torati. Wanakuambia sasa wacha tuzikague sifa za Paulo. Sasa ujue kwa nini Waislamu wampende Paulo. Hivi ndivyo wanavyosoma. Angalia sifa za Paulo, wanaita mjomba. Wakorintho wa pili. Tunasoma nyuma huko kidogo. Wakorintho wa pili 11:17. Sifa zake wanasema, ninenalo silineni agizo la Bwana, bali kama kwa upumbavu katika ujasiri huu wa kujisifu. Sasa wanasema wazi kabisa, anenalo hanene agizo la Mungu, bali kwa upumbavu wake anatafuta kusifiwa tu, hana lingine. Na Wakristo wanayasoma kweli haya maneno ya huyo jambazi, ama wanazisoma tu zile aya za kukusanya pesa kwa wafuasi wao? Wanauliza hizi aya zinasoma, ama tutasoma aya zingine tu? Mmenielewa? Wakorintho wa kwanza 1:25 tushaitoa pia. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hikima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Anasema subhanallah, Muislamu huyo. Hakuna ukafiri mkubwa kama huo wa Paulo. Mungu ni mpumbavu. Yaani huyo angekuwa hai angeshughulikiwa mara moja, na hii aya imo ndani ya Biblia. Na kweli Biblia si kitabu cha Mungu kabisa. Tena anazidi kusema kuwa Mungu ana sifa ya udhaifu. Wanaposoma hii aya Waislamu inawatatiza mno, lakini kwa bahati nzuri ukikumbuka mikanda ile, nafikiri katika mada ya kitabu tushaijibu. Na baadhi ya aya hizi tumezijibu katika mada ya uungu wa Yesu. Wakorintho wa pili 12:7. Na makusudi nisipate. Sasa hii aya nayo ndo wanaifanyia ngoma ya kukesha. Wanaipigia ngoma hii kwa kumkata Paulo kwa si mtume. Wakorintho wa pili 12:7. Na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili, mjumbe wa shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Wanasema nini? Kumbe yeye ni mjumbe wa shetani.
ndio kwa sababu anamtukana Mungu waziwazi. Sasa wakati wote shetani anamchochea kufanya na kunena kinyume na Mwenyezi Mungu. Yaani wakati wote Paulo mjumbe wa shetani. Kwa hivyo shetani humchochea kila wakati, hunena ili azungumuze kinyume na Mungu. Ukiukubali utume wa Paulo, unamfurahisha shetani. Kwa nini wanasoma hivyo katika hii aya? Wanasema, na makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwiba katika mwili mjumbe wa shetani. Wanasema Paulo anasema yeye ni mjumbe wa nani? Wa shetani. Na hii aya imesilimisha watu wasiojua Biblia sana. Sio wakati wa majibu. Wanakimbia kwamba sasa tushaona Paulo ni mjumbe wa nani? Wa shetani. Yaani mtume wa shetani. Sasa wanakubagia Timotheo wa kwanza 1:20. Timotheo wa kwanza 1:20. Katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Unamsikia Paulo? Katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Kwa sababu wanasema Waislamu alitumwa na shetani, yani Paulo, akaanza kumpelekea wanafunzi. Hivi kweli kama nyinyi wa Kristo hamjarogwa? Wanasema kuna shetani anayeweza akamfundisha mtu amjue Mungu? Ama kazi yake ni akupotezeni kabisa? Kwa maana ya upana zaidi ni kwa Wakristo wanafundishwa na shetani ndiye mwalimu wao mkuu. Bwana Paulo anachukua watu wa Mungu anapeana kwa shetani, eti huyo shetani awafundishe hawa watu wasimtukane Mungu. Tangu lini? Wanakuuliza Waislamu. Warumi 7:15-20. Tunaendelea kutoa hoja zao. Kitabu cha Warumi sura ya 7 aya yake ya 15 mpaka 20. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalotenda. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema, basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ekayo ndani yangu. Umeelewa? Ni ile dhambi ekayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutukana, yani samahani, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ekayo ndani yangu. Paulo kasema dhambi iko ndani yake, na ndani yake hamna jambo jema ndani yake. Sasa nyinyi mnasema ni mtume. Mtume gani huyu ambaye jambo jema hamna, dhambi inakaa ndani yake? Akitaka kutenda jema kushindwa kwa sababu hawezi. Sasa wakati gani katenda jambo jema? Na yeye mwenyewe kakiri kwamba akitaka kutenda jambo jema hamna. Sema jamaa alikuwa jambazi. Wanamtukana sana Paulo by the way. Waislamu mtukana sana Paulo. Wanasema jamaa alikuwa ni jambazi mpaka linakiri kuwa dhambi imekaa ndani yake, kama nilivyotangulia kusema. Wanakenya katika Yohana 17:4. Sikiliza, mimi nimekutukuza. 17:4 Yohana. Mimi nimekutukuza duniani, Yesu anasema, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Yesu katika mafundisho yake alikuwa akimtukuza Mungu sana. Na pale tumeona Paulo anamtukana Mungu, Yesu anamtukuza Mungu. Paulo anasema upumbavu wa Mungu na udhaifu wa Mungu. Kwa hivyo Paulo ni mpinzani. Yohana 8:40. Lakini sasa mnatafuta kuniua mimi mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli, ndio isikia kwa Mungu
Ibrahimu hakufanya hivyo. Yesu anasema yeye ni mtu. Hapa Yesu anasema ni mtu. Sasa wanaleta hizi aya kwa nini? Kwamba kuna aya Paulo alikuja kupinga. Hapa Yesu anasema ni mtu. Wanakuambia ukitaka kujua Paulo alikuja kupingana na Yesu na maandiko mengine, hafai kuitwa mtume. Yesu kasema ni mtu. Tito 2:13. Kitabu cha Paulo. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Wanasema sasa, nani mpinga Kristo kama si Paulo? Jambazi. Huyo mjomba ana hatari zake. Maana alisema inampasa kupingana mafundisho ya Yesu, na kweli alitimiza sana. Na kila Mkristo anayesema na kumwamini Paulo kuwa ni mtume wa Mungu anamsaidia kupingana na mafundisho ya Yesu. Timotheo wa kwanza 2:5. Kwa sababu Mungu ni moja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni moja, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa alipoona watu wanamshangaa, wanasema Waislamu, baada ya Timotheo wa kwanza kumuita Yesu Mungu mkuu, akageuza kibao mara moja, akamshusha Yesu kutoka katika daraja ya uungu mpaka akampa kazi ya upatanishi tu, na akaanza kutangaza kuwa Mungu ni moja tu. Kweli jambazi ni jambazi, na mjomba huyo kwa ujanja ni nambari moja. Yaani pale anasema Mungu ni mkuu. Yaani Yesu ni Mungu mkuu. Alipoona watu washagundua ujanja wake, akamshusha Yesu. Akasema no. Yesu si Mungu bwana. Yeye nini? Mpatanishi, na Mungu ni moja. Kisha wewe Mkristo watakoketi kanisani, kama navyopenda kusema, ama ule msemo wenu uende mlimani, ukakesha ukaomba, ufunge, bila kuzijua hizi aya, bila kuzifuatilia, bila kuzijibu. Uongo kabisa. Usidanganye bwana, uongo. Funga, fanya kila kitu, maana ndivyo inavyostahili. Lakini ukimaliza hivyo vyote, nenda ukasome Biblia na nenda ukafundishe neno la Mungu. Wagalatia 5:15 bado wanaendelea. Wagalatia 5:15. Lakini mkiumana na kulana, angalieni msije mkamalizana. Paulo anasema lakini mkiumana na kulana, yani kukulana kule, angalieni msije mkaumizana. Wanakuuliza, hilo fundisho kusema kweli halifai ndani ya Biblia kabisa. Sasa kulana na kuumana maana yake ndio nini? Kama sikufundishana uzinifu. Kulana yani kulana sijui na wanapata nini maana kama Paulo anafundisha uzinifu? Hata sasa msimalizane. Anasema kuthibitisha maneno yao kwamba ile andiko la Paulo wa Galatia hii 5:15 nafundisha uzinifu, anatoa wa Korintho wa kwanza 9:11. Ikiwa sisi tuliwapandia nyinyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu vya mwilini? Wa Korintho wa kwanza 9:11. Paulo anasema, wao washakupandieni vya rohoni, basi na wao wana haki ya kuvuna vya mwilini. Unanipata? Sema alikuwa mzinifu sana, kwa msharati sana. Luka 22:1. Luka 21:34. Hapo Yesu anaharamisha pombe kabisa, kwani haifai kabisa. Lakini angalia Paulo. Hii hapa. Luka 21 aya yake ya 34. Tuisome hapa. Sasa nyinyi Kristo najua mna ukweli, lakini shetani naye halali. 21 aya yake ya 34. Basi jiangalieni mioyo yenu isije kalemewa na ulafi
na ulevi na masumbufu ya maisha ya haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Yesu anatutahadharisha mno. Mambo ya pombe, mambo ya ulevi, na masumbufu yote ya dunia tuache. Haya, Timotheo wa kwanza 5:23. Timotheo ni wa kwanza 5:23. Tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo. Paulo huyu, tokea sasa si maji tu bwana. Tumia mvinyo kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa ya kupatayo mara kwa mara. Nini maana yake? Yeye Paulo anatoa ruhusa ya kunywa pombe kiujanja tu. Yaani ni kama anajaribu kutuelezea kuwa pombe ni dawa ya tumbo. Ukiwa unasumbuliwa na tumbo, wewe mimina chupa ya pombe mdomoni mara moja na utapata nafuu, kulingana na mafundisho ya Paulo. Yesu anasema hivi, Paulo anasema hivi kulingana na mafundisho yao. Timotheo wa pili 2:8. Timotheo wa pili 2:8. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama enenavyo injili yao. Kumbe mafundisho yote ya ujinga wanasema Waislamu yanatoka ndani ya injili yake, si katika injili ya Yesu. Hapo Paulo umesema kweli, maana kama ni mafundisho ya injili yako, basi wacha vipofu wazidi kukufuata tu. Si ya Yesu, ni injili yake katangaza. Kwa hivyo hapa kuna injili mbili, ya Yesu na ya Paulo. Wanaendelea Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 22 aya yake ya 25 mpaka 27. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, "Je, ni halali nyinyi kumpiga mtu aliyemrumi naye hajahukumiwa bado?" Yule akida aliposikia akaenda akamwarifu yule jemadari akisema, "Unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyo ni Mrumi." Jemadari akaja akamuuliza, "Niambie, u Mrumi?" Akasema, "Ndio." Wanakwambia Paulo kwa sababu ni muongo sana, ni jambazi sana, mjomba huyo. Hapa Paulo anasema yeye ni Mrumi. Haya, Matendo ya Mitume 23 aya yake ya 6 mpaka 7. Paulo alipotambua ya kuwa sehemu moja ni Masadukayo na sehemu ya pili ni Mafarisayo, akapaza sauti yake katika ile baraza, "Ndugu zangu, mimi ni Farisayo, mwana wa Farisayo. Mimi ninahukumiwa kwa ajili ya tumaini la ufufuo wa wafu." Alipokwisha kunena hayo, palikuwa na mashindano baina ya Mafarisayo na Masadukayo, mkutano ukafarakana. Sasa swali wanakuambia Waislamu, pale ni Mrumi, hapa ni Farisayo. Paulo alikuwa ni nani? Farisayo ama Mrumi? Mathayo 24:24. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hapa andiko nasema Yesu kashatahadharisha mapema kwamba jamani, mimi nitaondoka, lakini watatokezea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watafanya ishara kubwa yamkini hata wawapoteza wale walio wateule. Yesu kashatoa tahadhari. Na Paulo alikuja kama mnavyoamini wa Kristo wanasema Waislamu, kafanya miujiza, lakini yote ni kupoteza watu. Yesu alitoa onyo, lakini wa Kristo wapi? Mathayo 13:14-15. Wa Kristo wako hapa. Na neno la nabii Isaya linatimia kwao, likisema, "Kusikia mtasikia wala hamtaelewa, kutazama mtatazama wala hamtaona, maana mioyo ya watu hawa imekuwa mizito, na kwa masikio yao hawasikii vyema, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao, wakasikia kwa masikio yao, wakaelewa kwa mioyo yao, wakaongoka nikawaponya." Kwa hivyo kumbe wanasikia lakini hawasikii. Wanaona, yani masikio wanayo, macho wanayo wa Kristo, lakini miskini wanazidi kumfuata mjomba Paulo, ambaye yeye alikuja kupinga kabisa direct mafundisho ya Yesu Kristo aliye hai.
Mnanipata vizuri? Paulo anasema asiitwe mtume. Aya, nyinyi wa Kristo mnamuita Yesu mtume. Yeye yasema asiitwe mtume. Wapi? Wakorintho wa kwanza 15:9. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Paulo anasema jamani, afaye kuitwa mtume. Nyewe mnatoa wapi ruhusa ya kumuita mtume? Yeye akasema jamani, tafadhali, sifaye kabisa. Maana mimi ni mtu wa vituko. Nyewe wa Kristo, ruhusa ya kumuita Paulo mtume mnatoa wapi? Hapa kabla ya kumalizia, naomba sana niwe nikirudia usemi wangu. Na Bwana Yesu Kristo alikuwa na hiyo tabia kurudia usemi ili mtu aelewe na kukamata. Nasema tena ndugu zangu wapendwa katika jina la Yesu Kristo, kama hatutamka, kama hatutajidhatiti, kushaharibika. Siseme kutaharibika, natumia past and present tense. Kumeharibika. Hizi ni aya ambazo baadhi ya aya wanazitoa kukataa utume wa Paulo. Na katika Agano Jipya, Injili, vitabu ambavyo tunavitumia sana katika maudhui mbalimbali, hakika ni vitabu vya mtume Paulo. Kwa nini tusiamke kila mmoja aifanyie akhira yake? Maanake kila mmoja atafute utukufu katika ufalme wa Mungu. Kwa nini tusitenge madarasa makanisani mwetu, tuwafundishe washiriki wetu maneno hayo kwa bidii, tuketipo, tutembeapo, tulalapo, tuamkapo, ili yasitoke akilini. Akisikia mtu yasema Paulo si mtume, awe mdogo kwa mkubwa, awe mzee kwa kijana, asiwe na kusagameno, asiwe na kigugumizi, aseme tu mimi najua huyo Muislamu atoka wapi, yuelekea wapi. Kwa nini leo tumewacha Waislamu Biblia? Ndo wanatembea nao, ndo wanajifuna, ndo wanafanya hivi. Ndugu zangu wapendwa katika jina la Yesu Kristo, tutakuja ulizwa. Na kila mmoja atalipa sawa sawa na vile alivyofanya. Wacha kumwangalia pastor wako, fanya kazi ya Mungu. Wacha kumwangalia mshiriki, fanya kazi ya Mungu. Wacha kunungunika. Achana na siasa za kanisa. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Wewe umeamua kupiga siasa, umehubiria wangapi? Ndiyo, yapo ya kuudhi mambo mengi, hatujakataa. Lakini mbona unayashughulikia zaidi? Wacha wengine ambao wanaweza kuyashughulikia. Si kwamba usiyashughulikie, lakini muda wako mrefu waambie watu ukweli. Tukinyamaza hivi ndugu zangu, mambo ndio hayo mnavyoona. Kila tunachoamini wao hupinga. Tukiamini hiki wao wanasema, tukisema hili wanasema haya. Sasa tufanye nini? Tukinyamaza nilisema ni hatari. Na hakwenda tu bila kufundishwa, pia ni hatari. Na Mungu aliye mbinguni, naomba atupe nguvu na atupe umoja wa kufanya kazi yake. Hizo ni baadhi ya aya za Waislamu wanazotoa. Nimeziweka makusudi wazisome. Na sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tutaingia kwenye majibu kwa undani na kwa urefu zaidi, aya baada ya nyingine kama ilivyo kawaida. Tuangalie kweli Paulo si mtume, na kama atakuwa si mtume kuna haja gani kumfuata? Hivyo ndivyo husema. Ikiwa madai ya Uislamu yanathibitisha kwamba kile tunachoamini hakifai, tunaacha. Lakini kama ni tafsiri ya kwao, waje katika nuru iliyo kweli, waje katika maandiko sahihi. Huo ndo mwito wangu kila wakati. Na Mungu aliye mbinguni, Mungu asiyeshindwa,
hakika akubariki. Lakini naomba tuwe na umoja, tufanye kazi ya Mungu. Hebu tuweze kuomba. Asiyeshindwa nasema ni asante. Jina lako litukuzwe kwa asubuhi ya leo. Asante kunipa funzi kwa muda huu, nikaweza kuanza kufundisha tena mada nyingine ya utume wa Paulo. Mtazamaji, mfanye kwa mwalimu mzuri, msikilizaji, na wote ambao watapata mikanda hii wafanye kuwa walimu wakubwa, si kwamba walimu wa kimataifa wa kusifiwa, bali walimu wa kuinua wewe Yesu Kristo aliye hai. Asante Mfalme, tunapokutana katika mkanda wa majibu, nipe majibu, nipe hekima na maarifa. Niondolee kiburi, unipe unyenyekevu. Maana nikiwa na kiburi nitaangamia. Jina lako litukuzwe, ni katika Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Karibu na tukutane mpendwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa sababu Mungu anakupenda na Mungu anakujali.